Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwashukuru nyote kwa kazi nzuri mlionifanyia. Inanifanya ninajua kweli niko na marafiki na tena niko na mandugu wanaonijali. Papa, ninakuappreciate sana kwa maisha hii yangu, manake imemgharimu Mungu ili tuweze kufika umbali huu. Nina mambo mengi za kuongea, naweza ongea hadi kesho, lakini naomba muniruhusu leo nitulie tu, nisije nikanena zaidi, bali natamani niweze kutafakari ukuu wa Mungu, kwa kuwa yale anatenda yanapita elimu tulio nao. Bwana Yesu inuliwe. Amen. Nachukua fursa hii nimkaribishe mtumishi wa Mungu Bishop Josiah Alinyo aje aseme nasi. Haleluya. Nimeweza kurekebishwa kidogo mahali, ndio sababu napenda kutembea na wazee. Haleluya. Nimeambiwa kwamba siwezi karibisha mtu yote kwa madhabahu haya kama sijaweza kutenda kinachotakikana. Haleluya. Nilikuwa nasikiliza wachungaji wenzangu wakisema wameoa, wengine wameolewa. Hata nami imefika wakati sasa ninataka nitamuke jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Hata nami nilijipata nimeolewa, na kule nilikuwa nimeolekea. Nashukuru Mungu maana ni yeye alinielekeza kule. Nikaolekea kule tena upande mwingine nikaoa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Niliolewa tena na mimi pia nikafanyaje? Nikaoa. Haleluya. Naomba muniruhusu nimsimamishe mke wangu aje mahali hapa, asimame pamoja nami, kisha anene kwa ufupi, alafu tena nirejeshe kipaza sauti, nitaendelea kutoka pale. Kwa napotoka pale kuja kwa madhabahu, nataka munipatie ruhusa nimuite mpako wa mafuta wa Mungu. Amen. Karibu sana mpako wa mafuta wa Mungu. Unene na wanao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi yangu ningependa kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu ya hii wakati ambayo ametupa. Tumekusanyika hapa ni kwa sababu tu yake. Juu kama ingekuwa sababu yake haingewezekana. Ya pili, ningependa kushukuru kila mmoja ambaye ametafuta nafasi kufika mahali hapa. Ni kwa ajili ya kufanya hii siku ikawe ya kufana. Tumebarikiwa na tunawapenda. Nyinyi kukuja mahali hapa inaonesha jinsi mkono upendo ile kubwa juu yetu, nasi pia tunawapenda. Ningeomba tu tuendelee kushikana mikono, tuendelee kusaidiana na kuombeana ili tukaweze kuendelesha huduma wa Mungu mbele. Na mbarikiwe. Haleluya. Huyo ndiye Mungu alimuona ni vyema awe ubafu wangu, anisaidie kwa hii safari ya wokovu. Haleluya. Mapito ni mengi, tumepitia mambo mengi, vita chini na juu, lakini alichokianzisha Mungu ndiye mwenyewe anaikamilisha. Bwana Yesu atukuzwe. Ikafika wakati mtumishi wa Mungu Papa alipokuwa akihubiri, alifanya nikatiririkiwa na machozi, na nikaja kujifunza kitu kimoja, kwamba unapokunywa kikombe chako usije ukatarajia mtu yote kukusaidia kunywa kikombe. Na badala watu wakusaidie kunywa kikombe, wengi wao watakuwa ni wakukukejeli, wengine watakuwa ni wakukucheka tu, wengine hata kama ulikuwa una utamana juu yao, itafika wakati ule utamana wataweza kuiona. Lakini utakapokunywa kikombe na uimalize vizuri, utatokea ukiwa mshindi. Bwana Yesu inuliwe. Na akanikumbusha siku moja akafundisha kule kanisani Kawangware, akasema kwamba unapopitia mapito
Usije ukakubali kuchukua mapito yako wawekee watu wengine, hawatawezana nayo. Lakini ukipigana nayo peke yako utatoka ukiwa mshindi. Nashukuru Papa kwa sababu mapito yamekuwa mengi mazito. Bali kama haingelikuwa ni kusimama kidete kwa uokovu, bali Kristo alikuwa amenipa, kwa hakika singeliweza kusimama leo hii. Bali kwa neema na kibali chake Mungu, nilisema Bwana, ulishasema kwamba wengi wataondoka, lakini wewe hautawahi kuondoka. Urafiki kati yangu na Mungu haikuwahi kuvunjika hata siku moja, ambaye imenitunza na kunifikisha hii umbali nimefika. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninashukuru tena zaidi na zaidi kwa ajili ya kikundi changu cha United Family Organization. Mungu ni Mungu mwaminifu na ni Mungu ambaye atakuunganisha na wale watakaoelewa mwito iliyokuwa ndani mwako, na wale watakuwa tayari kutembea pamoja nawe. Wengine wao wamewacha shughuli mbalimbali ili wache mali hapa tu waweze kuungana pamoja nami. Bwana Yesu atukuzwe. Sio jambo rahisi na sio jambo la kawaida, ile mgharimu mkono wa Mungu ili jambo hili likaweze kufika umbali imefika. Silichukui kuwa ni jambo la kawaida, nitawapa heshima inayostahili. Naamini kwamba nanyi vile vile mtanipa heshima inayostahili. Tunapoheshimiana sisi kwa sisi, naamini kwamba tutatenda kazi ya Mungu kwa njia inayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wakati huu, kwa unyenyekevu na kwa upole mno, naomba mniruhusu nikamkaribishe my chair, Bishop Josiah Alinyo aweze kusema pamoja nasi kwa muda mfupi tu, kisha ataweza kuelezea kuhusu kikundi chetu kwa ile uchache, na ninaamini kwamba yote haya yataweza kumpendeza Mungu. Hawa wote ninawajia majina zao, lakini sitataja kwa sababu ninamsimamisha kiongozi wetu anayekuja kusungumuza kwa niaba yetu, na tena itakapompendeza tusimamishe. Mtaona tena tumesimama kidogo, kila mtu aseme majina yake kwa heshima na upendo wa Kristo Yesu. Haleluya. Na wakati tulipokuwa tukifanya introduction kidogo, manake akisimama sitasema tena, tuko makanisa mbalimbali. Bwana Yesu inuliwe. Naomba mchungaji wa Eagles Nest Worship Center International, Pastor Morris Otieno, kama yuko karibu Papa, moyo wangu watamani ni kuone kama umesimama tu, utusalimie na itampendeza Kristo. Haleluya. Mzee huyu hivi unamuona kitambo kidogo, wakati nilikuwa ndio nimeokoka, Mungu kasema naye kwamba kuna neema na kipaji cha uombezi ambaye anaona ikiwa ndani mwangu. Akaiombea wakati ule, ilikuwa ni mwaka wa 2009. Bwana Yesu pewe sifa. Nikaichukua ile kazi, nikaamua kutembea nayo. Ninapomwangalia simchukui kuwa ni mtu tu, bali namchukua kuwa mtu ambaye alicheza mchezo wa kipekee sana ili nikaweza kufika mahali. Karibu sana mtumishi wa Mungu, na Mungu akubariki. Amen. Amen. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Kwa majina ni Morris Otieno, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimeoa, kuna mke wangu mali hapa, atasimama. Njoo tusalamie. Tumpigie makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Ana sauti kidogo. Haleluya. Yes, now you are coming. Napenda hivyo. Napenda hiyo spirit. Nimeokoka. Kristo ni Bwana. Naitwa Sharon Otieno. Otieno ndio huyu. Tumebarikiwa na watoto 4. 2 sons and 2 daughters. Tuko nao hapa. Mwingine ako nyumbani, ako shule, so hakukuja wakati walifunga. Tunamshukuru Mungu kwa siku hii ambayo ni nzuri sana. Ninaona kijana yangu ametiwa mafuta na amepewa hii altar ili kufanya kazi. So my son, you have just started the battle. Be ready to face any challenge. La mwisho
utashinda. Remember this. In the book of Psalms 32 verse 8 inasema ya kwamba Daudi aliambia Mungu, niongoze na unionyeshe njia ambayo nitakayoiendea. Macho yako ikinitazama na ukiwa mshauri wangu, wewe pamoja na mke wako, ninawaambia hivi, Mungu akuwe mshauri wenu. Wakati mnaona nikana kwamba mmefika mwisho, iteni jina la Yesu. Unaweza ita marafiki lakini wakakulet down. But if you call upon the name of the Lord, He will never turn you down. Friends will be friends wakati una furaha, lakini wakati wa magumu utakuwa nao na utawaona. Lakini always wakati wa raha na shida, Mungu atakuwa pamoja na nyinyi. Kwa hivyo na ungoje ya kwamba utaona mti ambao hauna matunda ukipigwa mawe, lakini ule mti ambao uko na matunda utapigwa mawe. Kwa hivyo be ready kupigwa mawe, kwa sababu kuna matunda ndani yako. Barikiwa sana. Amen. Mimi sina sauti sana kama yake. Bwana Yesu asifiwe. Kile naweza kusema ni utasoma Matthew chapter 10 verse 34 inaisha na 42. Utapata shauri pale, itakutia moyo zile unafaa kupenda na ile haufai kupenda. Kwa sababu anasema yoyote anayempenda rafiki kuliko mimi anistahili mimi. Yoyote ambaye anapenda mke kuliko mimi anistahili mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu kwanza ndiye ataweza kuwa mshauri wako. Kwa hivyo umepewa bunduki na umepewa kiwanja. Kwa hivyo chochote utaangalia, kuna ya kuhifadhi na kuna ya kuangamiza. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Endelea na huduma, hubiri Injili na Mungu atasimama nawe. Amen. Haleluya. Nimekuwa nikiwasikiliza kindani zaidi, manake kando na huduma, huyo ni mzazi. Kule nyumbani tumetoka, yeye ni ndugu na baba yangu. He is an uncle to me. Haleluya. So hata Nairobi ikikuwa ngumu, kule nyumbani lazima tupatane. Haleluya. Bwana kuheshimu zaidi. Neema Kristo itutoshe, tuendelee salama. Amen. My pastor ako hapa karibu nami, mtume wa Mungu. Naomba usimame papa, utusalimie pia nimalize, ili nikisimamisha askofu huyu tutakuwa tumemaliza. Karibu sana dada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu. Kwa majina naitwa Pastor Wandila. Reverend Gilbert. Tulichuana tukiwa wadogo, kama watoto wetu ni wadogo sana. Saa hii mtoto wangu wa kwanza amemaliza attachment, wa pili attachment, wa tatu anaingia attachment, wa mwisho ndiye amefanya form 4. Ule upendo tulikuwa nao ungali unaendelea. Ndugu Evans akiniambia kwamba kuna kanisa tuna launch, tunaombea madhabahu, na kaniambia anayekuja kutuombea ni Reverend Gilbert. Nikamwambia nitafika. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa sababu ya madhabahu haya ambayo yako chini ya Omonti. Wacha Mungu anayejua moyo na mawazo yako aendelee kusimama pamoja nawe. Mwanadamu atapima kwa nje, lakini Mungu anapima kwa ndani. Na ndivyo alipima wakati Samueli ametumwa katika nyumba ya Jese. Samueli alipofika Kasau, Mungu alimwambia, nenda, nataka nikutume, kuna mtu nataka asimame kwa ajili ya kazi yangu. Alipoona wa kwanza
Basi akasema ni huyu, lakini baadaye Mungu akamwambia hatutaenda hivyo, kuna yule mimi nataka. Hata ikawa wamemsahau, hata wazazi wamemsahau, mama amemsahau, lakini Samueli akaulizia kuna mwingine? Akasema kako mahali kanaangalia kondoo. Samueli akasema hatutakaa chini, tutasimama mpaka bila tafika. So this is your day. Samueli amefika, ndiye huyu amekumwagia mafuta. Samueli anaondoka anaenda, lakini kuna kitu amekuachia. Roho wa Bwana. Praise the living God. Tutaondoka, tutaenda, lakini kuna kitu kimewachwa hapa. Ni Roho wa Bwana. Ajuaye kuitisha kwa Mungu, ajuaye kuongea, ajuaye kuomba, atakusaidia jinsi ya kunena. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa langu linaitwa In His Presence Worship Chapel, liko along Ngina Road kule juu, ukikaribia Waithaka. Kijiji kinaitwa Jerusalem, junction ya kuenda Church Primary School. Tuko hapo. My bishop anaitwa Reverend Kariuki, Simon Kariuki. Lakini kwa Yesu hakuna mpaka. Na ndipo nilisema lazima nifike kwa ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anisomee tu Matendo ya Mitume 20:28 nikimalizia. Tafadhali, kama mtu amepata atapata Acts 20:28. Na nikae. Yeyote aliye na Biblia tuko nifahamu. Nisiongee niongee ya. Lakini tuhakikishe kutoka kwa maandiko. Acts 20:28. Therefore, take heed to yourself, Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Amen. May the Lord bless them. Amen. Kwamba ujichunge kwanza. Nachunga kondoo zangu ambazo nimekupatia uangalie, kwa sababu ni mimi nilinunua. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji yeyote ameandikwa kuangalia ng'ombe ama kondoo. Hakuna siku hizo kondoo zitakuwa zako. Hata uombe ufanye nini, hizo kondoo kama umeandikwa, hizo ni za mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. So my brother, umepewa kondoo. Wanahitaji maji, wanahitaji nyasi, na ni neno. So pray to God that He gives you the best food and the best drink, so that they may be lifted, they may prosper because of the word of God. God bless you. Wow. Menitia moyo, my elder. May heavens answer to your call and to hear you when you call. Rafiki yangu wa karibu sana, my brother, come and say hi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Naitwa Vincent Neema Odhiambo. Nimeokoka na mpenda Yesu. I'm an apostle. Na hudumu kanisa inaitwa Great Throne Ministry. Iko pale Kasarani Mwiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah, me I came early in the morning, so I've been here. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But what I want to tell my friend ama my brother ni wakati ambapo tulikuwa kule Great Throne, tulikuwa na apostle mwingine. Na wakati kondoo alishindwa kutoa maziwa, akaenda. Bwana Yesu asifiwe. So number one, kondoo wakati umeandika ufanye kazi ulinda kondoo, kuna mtu ambaye anakupatia mshahara, yule mtu ambaye amekuandika. So anytime kondoo hatoi maziwa,
unarudi kwa Mungu na mwambie ulinipatia kondoo, nataka mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kondoo nazo huzaa, si ni kweli? Kwa hivyo kama wewe ni kondoo, unastahili kufanya nini? Kuzaa. Usiache mchungaji hawezi akazaa. Kondoo ndiye ambaye anazaa. Mchungaji akikulisha, wewe ukienda huko nje unazaa, unakuja na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukifanya hivyo itakuwa ni baraka sana. So God bless you so much. Hallelujah. We have been through this together with my able brother, and I give God all the glory aliyomwezesha kufika mahali hapa. Kuna mwenye ametoka nje saa hizi, mtu anaitia asiende mbali. Rehoboth Bethsheba Church, Dagoretti Corner. My brother, just stand up and say hi. Bwana Yesu asifiwe. Niko na sauti kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Nashukuru Mungu kwa sababu ya jioni ya leo ambaye amekusudia tuwe mahali hapa. Majina yangu ni Jafred Paul Ogema. Kanisa ni Rehoboth Bethsheba Church. Pastor Mondi ni rafiki yangu na pia ni ndugu katika Yesu. Amen. Kwa hivyo nilipopata mwaliko huu nilisema sitaweza kukosa, kwa sababu kazi ya Mungu haina makosa. Haleluya. Na nimefurahi sana kuwa mahali hapa, kwa sababu usidharau mwanzo mdogo. Haleluya. Uwezi ukajua ya kesho itakuwa vipi. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu jinsi ambavyo amekuwekea mzigo huu. Beba baba, beba, kwa sababu ni kazi ya Mungu na ni kazi ambayo hautafanya kwa bure. Mimi ninachojua, ninapomtumikia Mungu kuna malipo, na malipo haya sio kutoka kwa watu, ni kutoka kwa Mungu. Amen. There is always a reward, and mwishowe tutangoja tu hii taji kutoka kwa Mungu. Otherwise, ubarikiwe sana na Mungu akupe neema na hekima zaidi ya kuendesha hii kazi. Ubarikiwe sana. Haleluya. Yale ndugu yangu amesema ni ukweli, kwa sababu tulipopatana na yeye mahali penye walikuwa na hudumu ilikuwa room kama hii. Haleluya. And by the grace of God, Mungu ameweka mahali. Haleluya. Nashukuru sana baba wa imani. Tuzidi kusukuma gurudumu huu hadi mwisho. Amen. Rehoboth International Ministry. Haleluya. Apostle Godfrey Letunda, sijui kama yuko ama ameshaondoka. Karibu sana papa. God bless you. Say hi. Bwana sifiwe. Praise God. Sina mengi, sio siku yangu. Jina ni Godfrey Letunda, tuko pale Satellite. Barikiweni. Hallelujah. Mtume Godfrey is my covenant brother. Tulikabidhiwa kipaji cha utumishi siku moja, tarehe moja, mwezi moja, wakati moja. Haleluya. Nashukuru Mungu maana ameshikilia kule Nazareti, nami nimeshikilia kule Judea, na tunaendelea sawa sawa hadi kazi ya Mungu tuitimize kwa njia inayofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zangu kutoka Amazing Grace Gospel Ministry Kawangware, naomba niwaelezee kitu kimoja. Upendo ni cha maana kuliko kitu chochote kile. Bwana asifiwe. Nipende nikupende, tutimize ile kazi iliyofanya tukazaliwa, na tutamsaidia mzee huyu kufanya kazi hii bila kustrain, na itampendeza Mungu. Haleluya. Naomba sasa, ningependezwa na Mchungaji Evans, sijui yako wapi, pamoja na Pastor Mwinjilisti Gideon, sijui wako mbali gani. Pastor Evans, kama uko karibu, naomba uje tafadhali. Haleluya. Wenda kumbali kidogo.
Hao ndio watumishi wa Mungu wenye Mungu walitia mikononi mwangu tuweze kusaidiana nao kwa hii kazi. Na ninashukuru Mungu kwa sababu tangia tulipoanza kazi madhabahu haya, hakuna siku hata moja tuliwahi kupatikana kwa madhabahu haya na Mungu atupatie maono ama neno lolote kuhusu kubarikiwa. Bwana sifiwe. Tangia siku tulipofanya uamuzi wa kuwa mahali hapa, neno ambalo Mungu ametupatia hadi dakika hii imekuwa ni neno kuhusu kuonywa, kumrudia Mungu na kuwasamehea wale wote waliotukosea na tena wale wote tuliowakosea. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu tumekuwa tukizingatia yale yote yenye Mungu amekuwa akituongelesha kwa haya madhabahu, na tukaambia Mungu, Bwana, usije ukakubali hata siku moja tubadilishe msingi wa ile neno ambalo umetia ndani mwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ndio nilikuwa namhitaji. Haleluya. Kama vile mchungaji amesema kwamba alijuana na Reverend Gilbert kama bado ni watoto wadogo. Haleluya. Huyu tulijuana naye kama bado hajaokoka. Haleluya. Na yule mtu mwenye ninaweza sema kwamba ananijua Nairobi hii vizuri kwa maisha hii ya kawaida tunaoishi ni ndugu huyu. Haleluya. Kwa nini niseme hivyo? Ushawahi ona yule ndugu mwenye anajisacrifice kwa sababu hauna kazi, hauna chochote. Anakuambia kwa sababu mimi niko na kazi, chukua simu yangu uweke line yako ndani, tembea na simu yangu, mimi nibaki bila simu. Tafuta kazi, utakapopata ununue simu na unirudishie simu yangu. Nani amewahi fanyia rafiki yake yote kitendo kama hicho? Haleluya. Ndugu huyu amewahi nitendea kitendo hicho. Wakati nilipomkimbilia ndugu yangu wa kuzaliwa naye akanitoroka, lakini rafiki alinikaribisha. Haleluya. Ninapomuona sioni rafiki tu, naona ndugu. Haleluya. Na nikiwa naona ndugu, najua kwa kumpitia na tena kwa kunipitia tunaenda mbali. Haleluya. Mtumishi wa Mungu huyu, ile njia tulikutana nao naye ni Mungu anajua. Haleluya. Na kila ninaweza kusema, mtu siku moja akasema kwamba ukiwa unatembea na kumenyesha mvua na kuna noti ya shilingi 1000 ilikuwa imeanguka na watu wakaikanyaga. Bwana asifiwe. Ile noti haitapoteza value yake, itabaki kuwa ni shilingi 1000 ngapi? Nitaichukua tu na niende nisafishe iwe safi, bado itarudi kutumika tu kuwa ni shilingi 1000 ngapi? Moja. Bwana asifiwe. Ninapomuona mtumishi huyu wa Mungu, ninaona kama ile shilingi 1000 iliyekanyagwa chini ikiwa kwa matope, ikachukuliwa, ikasafishwa na ikawa sawa tena, inaweza tumika dukani na value ya shilingi 1000. Bwana asifiwe. Kunalo jambo my reverend amesumuzia hapa ya kwamba mchungaji mzuri kuwa tayari kusikiliza sauti ya kondoo. Haleluya. Ukiona kondoo imefika wakati amepata ugonjwa wa kuendesha ama kuharahara hivi, usiuze, bado unaweza itengeneza tena, unaweza kuitibu na isimame vizuri. Naomba mchungaji wangu atusalimie tu, manake kwa hima madhabahu tumejaliwa neema ya kuongea sana. Haleluya. Karibu baba, salimia, kisha my brother upande huu pia atusalimie. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu wamesema ya kwamba niseme tu jina. Amen. Gideon Mwaya. Haleluya. Gideon Mwaya. Mimi ni mtu wa miguu, si wa mkono. Haleluya. Mtu wa mguu wa Apostle Omondi, si mtu wa mkono. Amen. Haleluya. Wachungaji, tuombe Mungu atupatie watu kama hao. Ushawahi ona mtu mwenye ukifanya makosa na kukemea hapo, lakini si mbele ya watu, mkiwa peke yenu? Haleluya. Ndio huyu hapa. Na mkishamaliza nakwambia, baba, hii njia tuendi, hii njia wajana nao tuende hii, ili tumuone Mungu. Ubarikiwe sana baba.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Natumai kuna wakati nilikuwa na nafasi nikisimama mbele zenu, sitakuchukua muda mrefu. Lakini mtumishi wa Mungu amesema kwamba tusalimie. The problem with those people that are enlightened with the spirit of teaching, they don't have that time to say hi. They have time to speak. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I just want to share with you in the book of Joshua chapter 23 from verse 10. Aliye na Biblia anaweza kutufungulia kwa wepesi ili kwamba tukaweze kushare pamoja as we move on. Joshua chapter 23 verse 10. Tutaanza na verse 9. 9 and 10. Tutakuwa tunamaliza. Hallelujah. We get our readings from the book of Joshua, chapter number 23, from verse number 10. From verse number 9, the Bible says, Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose to make war against Israel, and sent and called Balaam the son of Beor to curse you. But I will not listen to Balaam, therefore he Joshua 23. Verse number 9, sorry. For the Lord has driven out from before you great and strong nations, but as for you, no one has been able to stand against you to this day. One man of you shall chase 1,000, for the Lord your God is he who fights for you, as he promised you. May the Lord bless his word. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba the Lord promised his son that among you one man will drive away 1,000. Hallelujah. Kwa nini nimeleta hili andiko? Ninataka nimheshimu mtumishi wa Mungu Pastor Job Wangila. Aliponiambia kwamba ina Reverend Gilbert ni marafiki, mimi kuanza kuhudumu na leo hii nikisimama kuhudumu, I just want to honor Pastor Job Wangila. May God bless you. Kwa sababu nilikuwa chini yake. Wajua kila mtu alikuwa chini ya mtu. Hallelujah. Nilianza kuhudumu nikiwa chini ya Pastor Job Wangila. And today as I stand here before you men, great men of God, I really humble myself knowing that niko katikati ya kikundi cha watu wakubwa, tena watu wazuri. Baba Reverend, ehona hiyo, tushike mkono vile Mungu amekutumikia, na tutaendelea kufanya kazi ya Mungu pamoja. Ninawashukuru kwa nafasi ambayo mmekuja kwetu, kwa sababu mahali hapa nina imani ya kwamba mmekuja kuanzisha safari ambayo nguvu za kiza hazitaizuia. Kwa majina mchungaji Ivan Suwafula. May God bless you, may God bless you, and may God bless you. Amen. Hallelujah. Naona ni kama nimemaliza na niko na mama. Hallelujah. Niko na mama. Niliwaambia kwamba nimeolewa na tena nikaoa. Mama, njoo tusalimie kisha nimalizie hii kazi. Nataka kumaliza kwa upesi na ninajua kwamba itampendeza Mungu. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mchana wa leo nimeokoka. Kristo ni Bwana. Mimi kwangu ni shukrani kubwa sana. Hata unaponiona hivi, sijui naweza sema nini. Huyu mtoto ambaye amezaliwa siku ya leo ni mtoto wa pili kwa maisha yangu. Kuna mtoto wa kwanza alizaliwa miaka 7 iliyopita. Sasa na huyu naye amezaliwa leo. So mimi nashukuru Mungu, nazidi kumwambia ni asante. Kwangu tu ni kurudisha shukrani, kwa maana sikustahili. Wacha Mungu awabariki, Mungu akawainue. Kwa majina ni D'Souza Beatrice, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nashiriki kanisa la Rehoboth International Ministry. Mbarikiwe sana.
Haleluya. Natumai nimetenda ile kazi Mungu alitaka nitende kwa kusimama kwangu kwa wakati huu, na wale watumishi wa Mungu ninatumika na wao. Gideon Mwaya ako na mke na watoto wake. Pastor Evans Ofula ako na mke na watoto wake, na ninashukuru Mungu kwa sababu atatuongoza vizuri. Naomba mniruhusu nikaribishe baba askofu. Karibu sana, na Mungu wa amani akubariki. Naposema nasi kwa ufupi ile nitampendeza Mungu. Amen. Baba, njoo kwa madhabahu haya. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu mchana wa leo kwa kutupa nafasi kuweza kufika mahali hapa. Jina la Bwana litukuzwe milele. Tumishi wa Mungu Gilbert, God bless you so much. I honor you and I respect you for the work of God you are doing. And may God bless each one of us. Amen. Ninajua sasa tuko busy kidogo, kwa hivyo sitarajii useme amen, maana kunaweza kuwa na shida. Kwa hivyo nikisema amen, vumilia tu na uendelee. So I thank God this afternoon kuweza kuhudhuria sherehe ya our brother Apostle Mondi. Hii ni kazi ambayo sasa imeamuliwa ifanywe, na Apostle Gilbert amefanya kazi. Wale ambao hawajaielewa vile imefanyika watakuja kuelewa baadaye. Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati nilipofungua kanisa langu la kwanza kule Mathare North, nilikuwa na mke wangu na ndio tulikuwa tunaanza, na ilikuwa ni wakati ule wa siasa ya Kibaki na Uhuru Kenyatta, and there was that training. So washirika wangu wa kwanza katika kanisa hilo ilikuwa mimi na mke wangu, na washirika wa kwanza kuingia hiyo kanisa walikuwa watoto wadogo, na walikuwa wamebeba tukaratasi. Ile karatasi imeandikwa, walikuwa wamebeba tukaratasi mbili, na walikuwa wanaingia wakiimba, who can boga me, I am an bogebo, who can so you can remember. Wewe uko kanisani unaomba, na watoto wameingia zaidi ya watoto 15, na wanasema who can boga me. Sasa hiyo kanisa ilikuwa inajulikana kama ya watoto wale wa unbogable. Bwana asifiwe. Nimeleta hii statement kusema nini? Unajua hii ni kazi ya Mungu, si kazi ya mwanadamu. Bwana asifiwe. And challenges are there. Hizi challenges zinakuja na zinakujia watumishi wa Mungu. Sometimes unaweza kuwa na washirika watoroke, but a pastor you must stand firm. Bwana asifiwe. Mama anaweza kuwa mkali hata kuji kanisani saa ile mmekosana kidogo, maana unajua kukosana iko, hatuwezi danganyana. Haiko. Si ndio? Yes. Bwana asifiwe. Anagoma kuja kanisani, wewe utakataa kwenda kanisani. Saa ile unagoma kwenda kanisani ndio wageni wanakuja. Bwana asifiwe. Sijui kama mmepitia, lakini najua hapo Apostle Gilbert amepitia hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaimba, unajihubiria, unajitolea ushuhuda na unasema amen. Na unatoa sadaka na unashukuru hata kama iko ama hakuna, na unaenda nyumbani. Praise the name of the Lord. And the gospel must do what? Must continue. Kwa sababu sio wote wanaitwa. Kama umebarikiwa kama mimi, mke wako ni mhubiri na wewe ni mhubiri, usitarajie utaoa mke ameokoka, ama kama wewe ni mwanamke mhubiri ambaye ameitwa, usitarajie mume wako atakuwa ameokoka ama atakuwa mtumishi. Akiwa ameokoka, you have a reason to thank God. Yeah. Praise the name of the Lord. Amen. You have a reason to thank God na kumuheshimu. Amen. Amen. So Pastor Apostle Mondi is our friend. We love him so much. We work together.
in our fellowships. Tuko na umbrella moja ambayo inaitwa United Family. United Family ni shirika ambalo linaleta wachungaji, maaskofu, reverends from all the churches. Bwana asifiwe. And last time we were here about 3 weeks ago if I'm not wrong, tukawa tunashiriki hapa and we were invited first of all na Apostle katuambia kutakuwa na this launching, alafu Apostle pia his son akaweza kutualika na ndio leo tumekuja. Amen. However, today is on a Sunday. I expected watu wa wengi, lakini najua makanisa tofauti iko na mirengo tofauti, and so ibada pia zinachelewa, but we have come here together with the several servants of God. Tuko na bishops, tuko na reverends pia wako kati yetu, and we have past apostles, and we thank God. Amen. So nasikia wale tunaona pale wanasema kwamba upako ina rest ndani ya tumbo. So we want to thank God. Amen. Just allow me to introduce the few who have managed to come. But before I introduce them, I want to introduce myself. For those who don't know me, mimi naitwa Bishop Josiah Alinyo. I minister with a church called Jesus the Most High Ministries. Jesus the Most High Ministries, we have around 37 churches around Kenya, and we also have about 6 churches, 3 in Uganda, 2 in Rwanda, and 1 in Tanzania. Bwana asifiwe. But we have also several friends that we partner with them from the different countries of the US. Bwana asifiwe. So I am a married man, and sisi unajua tunajipenda as a family. We love our mountains. Na waitanga our mountains. Mimi namuita my mountain. Na mwingine anaita wake my Atlantic. So mtatobea mkisikia ukiita mountain, juana refer to the wife. Amen. Ukisikia naisema Atlantic, ana refer kwa the wife or the husband. Bwana asifiwe. So ninaangalia wa senior most in age brother ambaye saa ingine anakuanga very serious sana, anaitwa Reverend Nyika. Atakuja ajiseme jina lake just in 1 minute each, and God will bless us. Sitaki kuambia wasimame maana wana kile wanakula, so kindly Reverend Nyika just come. I did come with my mountain today because shughuli tulikuwa nazo yesterday and today, so she remained behind, but God has blessed us with 3 kids, and we thank God. Amen. Huyu ambaye ako next to me anaitwa Reverend Nyika, is our assistant secretary. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama unakula sema amen. God bless you. Naitwa Nyika, nampenda Yesu, na nimekuja hapa safari ya pili. Niko na furaha sana kwa hapa. Wakati ule tulikuwa na ushirika hapa, jambo moja nataka kuambia my friend here. My friend is my senior. He is our secretary, mimi niko assistant secretary, kwa hivyo I am answerable to him. So naona bado mafuta inaendelea kuongezeka. Unajua mafuta inatirika kutoka juu na kuteremka chini. So unajua ipita kwake lazima ipitie kwetu, si ndio? Ama sivyo hiyo mafuta tu itakuja kwetu tu lazima. When we stay under the anointing, it must flow to us. Otherwise niko na furaha jioni ya leo. Mimi na hudumu na kanisa naitwa Grace Riverbank Ministry pa DICV. Na leo sikuweza kuja na mke wangu sababu tumemaliza kanisa very late, lakini nikasema lazima nikuje kwa sababu niko na hiyo mwaliko. Hata kama sikuja nimeshiraba kidogo, lakini nimepata mambo ikiendelea. Sema amen. Na nimeokoka, niko na mke mmoja wa kike na niko na watoto 3. Yes, na God bless you. Amen. Thank you.
We have also, mpigie Bwana Yesu makofi. We have also the tallest man in the house. Anaitwa Pastor John. Amen. Pia yeye atakuja tuambie majina yake na atuambie kama ameoa cha ukweli. Nilisikia last time Reverend akisema cha ukweli, lakini mimi nimeoa, si cha ukweli lakini nimeoa. Amen. Sasa wewe tuambie pia wewe unahudumu wapi? These are servants of God we are serving together. Chunga roof. No, that's why I'm here. I want to put heaven down. Allow me to stand here. Thank you, I honor you. Big men, continue serving the stomach. This is the word of Paul says that the food is for the stomach. And the stomach is for? I have no problem with that. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. As my senior has spoken, I'm Pastor John Odua, the elder brother of Dan Omondi. Omondi, can you stand up so they can see our face? We call them Mofonation. You see, copyright. Black in suits. Amen? Men in black. Oh, those people go because Kasarani. Don't hear. Thank you, brother. God bless you. I'm here to stand to say the Lord has made it and we now rejoice. But don't do it all today. Allow me, you know we are preachers. What I stated today is to be confirmed even tomorrow. Bwana apewe sifa. Ombi langu kwamba watumishi wote ambao wako hapa from today forth wasiwache Omondi. Amen. I like the book of Genesis where there was a man, is it Genesis or Exodus? The father-in-law of Moses. Yes. Who? Jethro. Jethro. Yes. That man, I respect him so much. Even he was the father-in-law. He did not fail to attend the church to see how the son-in-law is continuing the service. Amen. I'm not preaching. That's my voice. and you know every gift and perfect come from? How can I silence it that has come already? So I say this, that brethren, let us never fear to come to Omondi to make every mistake that has been done. Be a corrector. Bwana apewe sifa. So that the ministry can continue. Amen. My younger brother, I love you so much. I will show you, even in my phone, how I love you. Amen. Bwana asifiwe. We thank God for that. We have also Apostle Francis is also in the house. Apostle Francis, come with your mountain. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Sitaongea mengi, najua nimekuja hapa nikiwa na njaa. Hiyo maombi imejibiwa. Wala zikiwe. Yeah. Tunashukuru Bwana. Tumetoka kule Sauri Moyo. Na sijakuja peke yangu. Nimekuja na watu wawili watatu. Wanaweza simama tu. Yeah, Bwana special. Yeah, tuko na brother kutoka Uganda ambaye ni kijana kanisani pale. Anaitwa brother Freddy. Na msichana wangu hapo anaitwa Joyce, na mzee wa kanisa pale ambaye anaitwa William. Unaweza mkaka wapigie makofi mazuri. Bwana special. Yeah, mtumishi wa Mungu huyo ni rafiki yangu. Tumejuana na yeye kupitia watumishi wa Bwana. Na nimeona kuwa ni mtu wa baraka. Unajua mtu aliye na roho ya Mungu hahitaji kuambiwa huyu wako na roho ya Mungu. Kwa sababu hata I think kulingana na Biblia watu wa Kristo hawakuitwa wa Kristo kwa sababu ya churches ama kwa sababu ya kitu kingine. Bible inasema ni watu wa mahali kunaitwa Antiokia. Waliona wanafunzi wa Yesu jinsi wanaomba, jinsi wanakaa, wakasema this people belong to Christ. Ndio jina wa Kristo ikatoka hapo. So mtu aliye na roho ya Mungu utaona roho ya Mungu ndani yake,
na pia utaona ni mtume, lazima tutaona matendo ya kitume. Ninaamini matendo ya kitume yatafanyika katika nyumba hii. Amen. Kwa sababu the kingdom of God is not in matter of talks. The kingdom of God is in power. Bwana asifiwe sana. Amen. Natarajia mtumishi wa Mungu atakamata mji huu. Tukikuja hapa ni kupanua hii kanisa hapa, viwete wanatembea, isiwe wanasikia, watu wakuje hapa wapone. Maana kama watu watapona kanisani, si wataenda kwa mganga. Bwana asifiwe sana. Najua hawana makosa kuenda kwa mganga kama pasta ameshindwa kuwasaidia. Kwa hivyo mtumishi wa Bwana, Mungu akupe neema. Tangu Daudi alipotiwa mafuta, ile siku alitiwa mafuta, Biblia inasema na Roho wa Bwana akaja juu ya Daudi. Amen. Na Biblia inasema nyumba ya Daudi ikaendelea kugrow stronger and stronger. Na nyumba ya Sauli ikaendelea kugrow weaker and weaker. So God bless you. This is my beautiful wife, Mount Kenya. Unajua kule Mount Kenya ndio watu wanang'ang'ania kupanda mlima. Hata baba anasema anapanda mlima. Wanasema sana. Ruto anasema jameni, sisi tunapanda mlima ama namna gani? Sasa this is my Mount Kenya and I love her so much. Tunasaidiana naye kufanya kazi ya Mungu. Ako na mdomo anaweza sema kama ameokoka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Damaris ama Mrs. Francis, nimeokoka jioni ya leo, nampenda Yesu. Ni furaha kubwa sana kufika mahali hapa siku ya leo kwa ajili ya hii function. Mtumishi wa Mungu, tunakupenda na tunakupenda zaidi. Mungu akutie nguvu na kuwezeshe zaidi. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Naleta tena wa able executive secretary Reverend Rogers Karogoni. Amen. Yeye hajatembea na mountain yake. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mimi nina shida tu moja. Wale wengine ambao wamesimama mbele yangu wana ustadi wa maneno kuzungumza, lakini mimi nilizaliwa tu niongee. Kwa hivyo wewe usikie tu ile ambayo nitaongea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu mtumishi huyu, na nataka akue kama ngamia katika maeneo haya, kwamba akiingiza tu kichwa imetosha. Hiyo ingine ni kubebana nayo kwa sababu ya weight na ile size ambayo ako nayo. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ninataka kusema hivi ya kwamba mtumishi wa Mungu, wewe ndio umekuwa mshirika wa kwanza katika Kabiria kukuwa Amazing Grace, na ninaamini ya kwamba Jumapili ijayo utakaribisha washiriki kamili wa Amazing Grace. Wale wengine pengine walikuwa tu ni wa kupita na kwenda, lakini watakapokuja Jumapili ijayo wanakuja kama washiriki kamili wa Amazing Grace. So there will be that special service kwa ajili yao, ili wakujenge wewe na wewe pia umjenge mtumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu nilisikia amekusaliti kwa kuimba wimbo fulani, na ninapoangalia vile upako ambao uko mahali hapa sijauona. Masaika Yesu papa kachiranga nyenda, Masaika Yesu papa kachiranga nyenda. Sisi tunaamini damu ya Yesu ndio imetengeneza madhabahu haya, na damu ya jogoo ikimwagika tunajua pia madhabahu yametakasika. Jogoo. Kwa hivyo kama siku kula hapa jogoo hakuna kitu. Praise the name of the Lord. Damu ya jogoo lazima imwagike. Cha mwisho nataka nishukuru, tutaanza na tuendelee zaidi. Kwa hivyo ninaamini kwamba kibali na baraka za Mungu zitazidi kuwa pamoja nasi sote. Asante. Mbarikiwe sana. Amen. Lakini tofauti ni ya kwamba damu ya jogoo haimwagwangi kwa madhabahu, lakini iko. Bwana asifiwe. Amen. Niko pia na Bishop one of us also. Ni mtumishi wa Mungu na heshimu, pia ametembea na mountain yake. Ni vizuri ya kuja aseme. Hao wachungaji wote ni wale ambao tunafanya nao kazi partly. Karibu sana. Ukikuja na Indian Ocean ama ni itakuwa mzuri. My Lord. Welcome. I'm glad to be here
afternoon. I'm a Baptist minister, and I'm a Bishop of Garden of Hope Baptist Churches, Kenya. The way our brother Gilbert ordained, ndivyo inavyostahili. Na I'm also the director for Eastern Africa, the ministry called Full Gospel Restoration Ministers and Churches. It is based in California, and I'm in charge of 13 countries within Africa. So I'm very happy to be under the leadership of our able Bishop Alinyo. Hiyo umbrella ya UFO Wabaptisti watuko na zetu, lakini niliona ni wajoin tuwe kitu kimoja. Tuko na makanisa everywhere na tunapenda huduma hii, na hata Yesu alikuwa Myahudi ingawa alikuwa ni mwana wa nani? Wa Mungu, na ndiye Mungu. Wameimba wimbo kunikumbusha Western. I'm from Western part of Kenya. Na nilifurahi nikaona hata shamba langu. Unajua tunaita shamba, wengine wanaita ocean kwa sababu ukiita mke wako my sweetie, sweetie ni katu kadogo sana. Ama honey ni katu kwa kulamba na kuisha. Sasa unaweza muita my ocean, my Pacific, my land. Praise the Lord. So Papa, I just want to also invite you for my, can I say so? Nimekupenda na huduma yako. Kuna mahali mtoto wako wa kiroho atakuja tarehe 9 next month hapo KICC. Nimekaribisha as Bishop Bernard. So nikimalizia ni kwamba before uanze kuhubiri madhabahuni hapa, baada ya kuwekewa mafuta, enda utafuta tu kitambaa. Wacha ile sadaka ya basha ambayo umempatia mtumishi wa Mungu. Nataka nikuibie siri ya huduma. Enda utafute kitu. Ukinibariki na pesa zitaisha. Enda utafute kitu kizuri, wewe na mke wako na watoto wako, mwende kwa nyumba ya mtumishi wa Mungu on Saturday saa 6 kasorobo midday, saa 6 kasorobo mchana. Mwingie mkae na Reverend, anapotamka uwe very sober in your mind. Mtakula alafu mtatoka. Utakapotoka hapo kuna kitu atakuachia, na kama ananielewa vile ninavyozungumza, nafaa kuambie utafute kitu ambacho hujawahi kufanyia mtu, uende kwa nyumba yake na mke wako hiyo Saturday. Ukitoka hapo, enda direct kwa nyumba yako, mpige magoti chini na muombe. Hakuna siku hii huduma itapungukiwa makurudi nyuma. Nikimkaribisha shamba langu, yeye ana mdomo. Mungu hakunijalia kuoa bubu wala kiwete ama kipofu. Mungu amenibariki mtu mzuri, hata nyinyi wenyewe mnamuona. Lakini usiweke macho mengine ya ndani yale mabaya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unalima utavunwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Caroline Bernard. Nimefurahi siku ya leo sana na mchungaji Omondi. Kazi ambayo umeitikia, Mungu ndiye aliyekuita, sio mwanadamu. Fanya kazi ya Bwana kwa moyo mmoja. Barikiwa na Bwana. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So I want just to thank God for all the ministers of the gospel who are here today. May the Lord bless you and bless your ministries. Amen. Now I wish to say this, we as United Family, in short kama umesikia wanaita UFO. United Family is an organization that is bringing together pastors and bishops and reverends from different churches. They don't come from
same church. Like him, he comes from the Baptist church. I come from Jesus the Most High Ministries, Amazing Grace, pastors, bishops. So our organization, we invite every pastor, every bishop, so long as you have a pulpit ministry. We don't interfere with your church or your organization. Bwana asifiwe. But we come together as ministers of the gospel. We share our issues together. We share our challenges together. Where we can be able to help, God helps us to help. Where we cannot be able to help, we pray together. Bwana asifiwe. Number 2, we visit churches twice a month. Hii timu ya wachungaji nimeona ni wachache sana. We are so many. So when we go to visit a pastor, we go to his church and normally we have a meeting for 2 days. Saturday tunafanya kama ni revival ama crusade, and Sunday we fellowship together there. Tunaabudu pale, tunatoa sadaka yetu pale. Bwana asifiwe. Either inaweza kuwa afternoon, sana Sunday ni afternoon. The other day, Saturday is also afternoon. So we also give we have our giving, tuna sadaka yetu huwa tunatoa. So when we visit that pastor or bishop together in this church, ile sadaka yetu tunatoa, tunapeana kwa mchungaji, haiendangi kwa mfuko ya kanisa. Bwana asifiwe. We give that offering together na ile imetolewa kwa hiyo mkutano, we give it to that pastor so that pia naye apate nafasi, kama anaweza kwenda kupumzika kidogo na mke wake mahali wakule kanyama ama wakunywe kachupa ya soda. Tunashukuru Mungu. Amen. We encourage couples. We value marriage and we value honest and respect to your spouse. So ukiingia katika shirika letu, hiyo ndio jambo la kwanza tunakuambia. Tunajiheshimu, tunaheshimu makanisa yetu na tunaheshimu kazi ile unafanya. Na kando na hiyo kazi unafanya, kuna jamii ambayo you as a minister of the gospel you come from. Na hiyo jamii uko na mke wako na uko na watoto. They must also respect you. Your society watajua you are a servant of God by the way they see how you treat your family, how you treat each other. Amen. So we value that one. Now, in our organization too, we also organize events. Tuna organize events, even workshops. Tunatembea nje. Pia tunapeleka wachungaji nje kuweza kujirelax, kujirefresh. But in the scripture, hakuna kitu tunafunza ambao haiko katika maandiko. Bwana asifiwe. We encourage each other. So when we come to the church, when we come to your church, that particular Saturday or that Sunday, in that revival, yule pastor anahubiri pale anatoka from our organization. Yule anayeongoza ibada anatoka katika our organization. Bwana asifiwe. Tunafanya ibada yote pale na tunamalizia kila kitu wapi? Hapo. Na nikihubiri hapa leo kama lile shirika letu, nikikuja hapa next time tukienda mahali nyingine, sio mimi nitahubiri. Hao wachungaji wako hapa ndio wanahubiri. And if you ask them, wametembea katika makanisa ya wachungaji within Nairobi na wameelewa challenges zile ziko katika hiyo makanisa, wamehubiri katika hiyo makanisa. Apostle Mondi is one of us and is our secretary general. Anaweza kuwapatia ushuhuda. Now, to join us, if you want to join us, you can see one another. One of us ataweza kuelezea vile unaingia. But we pay registration ya 100 shillings. Not 100, 1,000 Kenya shillings. Amen. Then we give you a membership card. We involve you in our programs. We have also one online programs where we preach. Each one minister every day. Kuna service huwa inaendelea online amongst our pastors and bishops within. So everyone has a day ile anaongoza ibada online. He has a day ile ambayo anahubiri, akona siku ile anaomba. And we thank God. Amen. So if you are a minister of the gospel, hata kama wewe ni senior pastor, you can allow even your associate pastor to join us. So when we come to visit you, tunapokuja kutembelea, we come visiting you kama Apostle Mondi.
na if assistant pia ameingia, siku ile tunakuja kwa hiyo kanisa, but ile sadaka tunatoa inaendea nani? Yule assistant, kwa sababu yeye ndiye amefanya tumekuja that second day. Bwana asifiwe. And we have so many other issues that we deal with, other activities we deal with, that we cannot be able to explain it all to you. But if you visit one of us, unaweza kuona our brother Reverend Rogers is secretary, executive secretary to the executive committee. Alafu Reverend Omondi wataweza kuelezea kwa upana. Amen. And we choose where to meet. Tunaweza kutana even in your church, we meet all over. Tunaweza kutana kule sehemu za Embakasi, tunaweza kutana Kasarani. We walk like that and we love one another. Amen. And number 2, last but not least, ni ya kwamba we have pastors we work with, they are very well disciplined. Akikuja kanisani mwako, you will never hear that pastor or that bishop akiuliza mshirika wako namba ya simu. Bwana asifiwe. Asije kuuliza, hata kama ni jirani na ako hapo, asiulize namba ya simu ya mshirika wako. Akitaka kupata namba ya mshirika wako for one reason or the other, aulize pastor wake wa hiyo kanisa. Amen. And we have never, all the journey we have walked together, we have never had any kind of complaint. Hatujasikia washirika wa fulani wametoka, but ile ushuhuda tumesikia ni kuongeza. Nasikia mtu amesema si couples wameingia kwangu 6, imekuwa hivi. Mwingine alikuwa anatushuhudia juzi akisema ile siku mlikuwa kwangu, Mungu alinijalia, kuna mtu alijitolea akanipa shamba mahali ya kuweza kujenga plot. Sasa kile ninataka ni nini? Ni mabati ya kujenga. Bwana asifiwe. Na mimi nikawa kwanza kumwambia mimi nitakupatia misumari. Bwana asifiwe. Na kuna wachache ambao walikuwa siku hiyo wakishuhudia wakasema tutatoa kitu fulani. So that is how we build one another in the kingdom. We encourage one another ili tuweze kuendelea kwa huduma. Ndio sasa wewe kama mchungaji ukiwa na challenge, usiendee mshirika wako. Kwanza zungumza na mchungaji mwenzako ambaye ako katika shirika hili. Maana when you have a challenge, for example today, Bwana asifiwe. When you have a challenge today and you go to your church member, umwambie mimi nimefungiwa nyumba, nisaidie na shilingi 2,000. Huyo mshirika ataweza kusaidia hiyo shilingi 2,000. Atakukopesha. Lakini ile heshima itafanya nini? Itashuka chini. Haitakuwa. Tunaelewana? Ama anaweza kwenda to an extent ya kutoroka wapi? Kanisani. Simply ya kwamba anaona kama pastor ndiye akona hii shida, je na mimi shida yangu itakuwa na gani? So we try to encourage one another as well as we cover each one of us. Amen. That we may shine as Christ wants us to shine. Amen. Last weekend tulikuwa kwa apostle huyu wako hapa, and he can tell you what God has done or what God did in that place. So we encourage you, we encourage prayer, we pray together every day. If you have an issue and you're part of us, you're welcome. Share with us. Where we can help, we help. Where we cannot be able to help, we will ask God to intervene. Amen. Na kila kitu kitakuwa sawa. Bwana asifiwe. So we really appreciate today Apostle Mondi for the work God has given him to do. Na Reverend, tumeshukuru Mungu kwa kazi ambayo umefanya. You have a good son. He is a good person. We work together with him and we have his testimony. Amen. Bwana asifiwe. Na tunaomba usidi kuendelea kuzaa matunda. Na sisi tutakuwa nakuja pia tunawapiga support. Na nyinyi pia tukiwaita mahali fulani tunaenda kupiga nini? Support. We encourage other ministers. We work together and we shine. May the Lord bless you. Amen. Amen. Mbarikiwe mpaka mshangae. Kama inawezekana mtoe machozi ya nini? Ya furaha bali sio ya huzuni. God bless you. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tumedisconnect mtambo hapa kwa sababu safari ni mbali na wote bado tunasafiri. Hallelujah. Ninaona rafiki yangu mmoja ametutembelea mahali hapa, akasema liwe liwalo lazima nifike. Bwana Yesu atukuzwe. Na mtumishi wa Mungu huyo wakati mwingine akaambia mtu mmoja kwa mtandao ya kwamba kijana, hayo maneno unayoyaongea wewe huyajui.
Huyu mtu unazungumza kumuhusu, ninamjua zaidi yako, ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Naomba munisaidie kumkaribisha rafiki yangu huyu. Amefika akiwa amechelewa, lakini amenifurahisha moyo wangu. Karibu sana papa, utusalimie na neema hii itatosha. Miguu zako zimekanyaga mahali hapa mara ya kwanza, ni baraka kipekee tumepokea. Karibu, karibu na karibu tena. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Pastor Fred Balongo. Mkukesi ni Bwana. Naishi Dandora, huduma ni Mathare. Nimetembea na wageni wengine wakuje. Tunasema tubariki madhabahu haya ambayo ni mapya, hata kama tutachelewa, lakini tukanyage tu, alafu tuseme Mungu apanue hii madhabahu. Asante sana. Wacha waseme jambo. Mchungaji msaidizi tunasaidiana na mke wake, ndio tumewezewa kutembea nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Mimi sina mengi sana. Ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Mchungaji nimemwona mara kadhaa katika hekalu letu. Nami pia nimefurahi kufika ndani ya dhehebu hili ambapo anasimamia. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia wakiongelelea mambo mazuri. Kwa hayo machache tu ambayo nimepata, nimefurahia zaidi, na wacha neema ya Bwana ikatosha. Nimeoleka na mtoto mmoja, ni mume wangu. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nami pia namrudishia Mungu, Mwenyezi Mungu shukrani kwa umbali huu ambao ametujalia kufika. Amekuwa mwema na mwaminifu. Kama vile mmesikia, tunashiriki pale Mathare El Shaddai Rescue Ministry. Na tumefurahia kufika katika mwaliko huu. Na tunaamini ya kwamba Mungu anaandaa mambo mengine makubwa zaidi haya ambayo tunayaona. Tunajua kwamba Mungu anapoanzisha jambo ana kusudi lake. Na yeye haanzishi jambo ambalo anajua tu mwanzo pekee, bali anaanzisha jambo ambalo pia anajua na hatima yake. Kwa hivyo najua kwamba Mungu ana kusudi na huduma hii katika kupanuka na kukua kwake. Na sisi kama watumishi tunapofika hapa, jambo ambalo tunasema ni hili ambalo Kristo alisema kwamba wote wajao kwangu ni Baba amewaleta. Na hivyo Baba akawaleta wengi. Kwa majina ni Benjamin Shivachi. Mbarikiwe sana. Amen. Nishukuru Mungu kwa sababu ya Apostle Daniel kwa nafasi, wakati alikuwa anapanga hii mkutano alinifahamisha naye, kwa sababu tuko marafiki. Amepigana vita. Siku moja tulikuwa tunakabiliana na vita vya social media, lakini nikamwambia usiogope, hata usistuke, utashinda vita. Na nashukuru kwa sababu alisimama na hiyo mambo ikamalizika. Na alipo niambia nimesimamisha msingi tena Kabiria, nikasema nitakuja hata kama nimeshikana na shughuli fulani, lakini nitahakikisha nikuje hata nikanyage tu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru pia Reverend na watumishi wote ambao wamekuja. Wacha Mungu awabariki kwa kazi ambayo mmefanya. Sina mengi, ningependa tu nitoe sadaka kidogo kwa hii madhabahu mapya. Asante. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni rafiki, tulikutana kwa kesha mahali na kupatana kwa kesha tukajenga urafiki.
na urafiki wetu imetuongoza mpaka leo na tungali tunaenda mbali. Bwana asifiwe. Ako na harusi hapa mbele, na hiyo harusi yenye ako nayo ningependa nyinyi nyote niwaalike huko. Ikifika hiyo tarehe, baba nikumbushe tarehe, itakuwa tarehe 7 mwezi wa 5. Mtumishi wa Mungu atakuwa anafanya harusi kirasmi, na waalika watumishi wenzangu tushikanene mikono ili tufanye kazi kwa pamoja. Tunapoinua mmoja wetu tunapata njia na sababu ya kwenda mbali. Bwana Yesu ainuliwe. So kwa wote tuliofika, nafikiria kwamba nimemaliza na kazi hii mali tumeifikisha ni sawa sawa. John. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nitatuliza tu, najua hiyo hali hawajui kudili nayo. Haleluya. Sasa nyinyi wote mliowezeshwa kuja, moyo wangu na washukuru, na tuzidi kuendelea na kuendelea tena na tena na tena, na milele yote tukashikane mikono. Nikisikia kuna jambo linafanyika pale Rehoboth, niwe wa kwanza na niwe tayari kuwa pamoja na wao. Nikisikia jambo linafanyika Eagles Nest, niwe tayari kufika maeneo yale, na ninawaalika wachungaji na watumishi wenzangu kwa kikundi hii cha United Family Organization, njooni tushikaneni mikono, tuhubiri injili ya Kristo kwa pamoja, na mambo mazuri yapo hapa mbele. Bwana asifiwe. Sio kikundi cha kuhubiri peke yake mahali baba askofu hakusema. Saa zingine kuna opportunities ambao Mungu tengeneza. Unaweza shtukia kwamba tumetoka Nairobi hii tunaelekea kule Mombasa, hatuende kuhubiri injili peke yake, tunaenda kufundishwa mambo mbalimbali, na tena tunapomaliza kufundishwa kuna kipato kidogo chenye Mungu anatutengenezea ya kutufanya pia tunajimudu kimaisha kama watumishi, na tunaendelea kusonga mbele na injili. So nimewalika nanyi wote pia, mnapotamani, wale wanatamani kuunganisha nasi, karibuni sana tushikane. Registration yetu ni shilingi 1000. Bwana Yesu ainuliwe. Ukisha kuwa member, kwako tutafika, kando na urafiki tutafika kama United Family Organization, tufanye ile kazi Mungu anataka tufanye. Mungu awabariki, Mungu atende mema, awalinde tangia sasa na milele yote. Shalom, shalom, shalom.